Nisikilize, ukishaamini na ukishatubu na kukiri, maandiko yanasema Mungu anakaa ndani ya moyo wako. Waraka wa kwanza Yohana 2:15 anasema akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu kaa ndani yake. Kwa hiyo unapokiri namna hii, unapoamini, unapotubu, unapokubali kwenda mbele za watu na kusema niko hapa, na kula kiapo mbele za mashahidi mbingu, mashahidi ardhi na mashahidi wanadamu, ukakubali kutubu na kukiri, hiyo ni jaribu na umelishinda, na umeshinda hilo darasa. Na kwa namna hiyo Mungu anazidi kufanikisha. Sema amen katika jina la Yesu. Sasa unasema mtumishi, mimi nampenda Mungu. Mungu amekujaribu, anakujaribu kwa hatua za wokovu, hatua za kumwamini na hatua za kukiri. Ukishindwa hizo, bado darasa lako liko pale pale, hakuna mahali unaelekea. Kwa sababu umeshindwa jaribu. Pia anachunguza na kujaribu viuno, maana yake ni mind. Anajaribu fikra zetu, anajaribu mind zetu. Kwa hiyo unashangaa, unamkatalia, unasema sasa watanionaje? Sasa mimi nitakuwa mrokole, nitaweza? Hapana. Jambo lako kuweza sio la kwako. Biblia inasema pasipo Mungu hatuwezi neno lolote. Uwezi peke yako. Jambo la kuweza ni la Mungu, mwachie. Kwa kwako ni kukiri na kusema ndio. Nikubali kusarenda, nikubali kuamsha mikono, nikubali niko hapa na kubali. Ukikubali ndio Mungu anaanza kushughulika na wewe kwanza. Ulikuwa na dhambi fulani, inaanza kudondoka. Ulikuwa msengenyaji, unaanza kudondoka. Matusi yalikuwa ndani yako yanaanza kudondoka. Kwani kwa sababu Mungu hana shida na dhambi. Ndio. Mungu ana nguvu ya kushinda dhambi, ndio maana dhambi haimtishii yeye. Anataka moyo. Ndio. Mtu mmoja anaitwa Yohana Mbatizaji anasema, tazama mwana kondoo aliyechinjwa auchukue dhambi ya ulimwengu. Yesu peke yake ndio anaweza kuchukua dhambi yako, akakutakasa na kuosha. Sema wewe katika jina la Yesu. Amen. Nisikilize, hakuna maji yanaweza kusafisha dhambi. Hakuna mtu anaweza kusafisha dhambi. Hakuna Mungu mwingine anaweza kusafisha dhambi. Hayupo, ila isipokuwa damu ya Yesu pekee ya thamani. Inaweza kusafisha maovu yako ya dhambi zako peke yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa unasema unaangalia dhambi yako, nasema mtumishi, mimi siwezi kuacha ukahaba. Nani alikwambia? Rahabu alikuwa kahaba, aliweza. Aliwezaje? Aliruhusu moyo, akaruhusu wapelelezi, na akaweka agano, akawaambia watumishi, mkurudi msinisahau. Kwa hiyo nisikilize, tatizo umeshindwa jaribu la kukubali wokovu. Wokovu ndio jaribu la kwanza duniani la mwanadamu. Kipimo chako kiko kwenye wokovu. Ukikubali wokovu, umekubali kumtii Mungu. Amina. Sema amen katika jina la Yesu. Amen. Angalia Isaya 1:19-19. Takuonyesha kitu pale. Isaya sura ya kwanza aya 18 hadi 19. Kuna jambo Mungu alikuwa anasema. Isaya sura ya kwanza aya 18 na 19. Maandiko yanasema hivi: ijapokuwa dhambi zako ni nyekundu, anasema nyekundu kama damu, nyekundu kama bendera, halafu anasema nisasafisha, zitakuwa nyeupe kama theluji. Amen. Halafu baada ya kusema neno hayo, kuna kitu mbele alisema cha ajabu. Anasema ukishakubali kutubu dhambi, ukishakubali ukasema ndio, ukishakubali kuokolewa, anasema jambo lingine, anasema 19, ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Sema amen katika jina la Yesu. Unakubalije kutii? Kiwango chako cha kupokea wokovu ndio kiwango cha kukubali na kutii. Na anasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Watu wengi sana hatufanikiwi kwa sababu kiwango chetu cha kumtii Mungu ni kidogo. Hatumtii Mungu, hatusikii sauti ya Mungu. Mungu anasema asubuhi, mchana, jioni, lakini bado umeshikilia moyo, na kwa namna hiyo mafanikio yako ni kidogo. Mnisikilize, baraka hazipo kwenye kufanya kazi, baraka zipo kwenye kutii neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu 28 anasema, ikiwa mkisikia sauti yangu, na baraka hizi zitaambatana pamoja na wewe. Kwa baraka zako zimefunganishwa kusikia sauti ya Mungu, kusikia maelekezo. Kila Mungu anaposema fanya, hata kama mbele za wanadamu haieleweki, wewe fanya. Kwani kiwango chako cha mafanikio kimefungwa kwenye kiwango chako cha utii. Kwa kadri unatii Mungu, anakujaribu ili unatii, unakubali wakati mwingine kudhalilika na kuona aibu na kudharau na kukubali kabisa
ndio kiwango chako cha mafanikio, ndio kiwango chako cha uheri, ndio kiwango chako cha Mungu kupokea kwenye mikono salama. Ndio maana siku ya hukumu kuna watu wataona aibu, watamani mbingu iwameze, watatetemeka mbele za Yesu. Yesu atawakataa, watajiona aibu walivyokataa kumkiri Yesu, walivyokataa kumpokea Yesu kwa mioyo. Kuna watu watazimia hapo. Unazimia haufi. Utaona aibu kiasi gani mbele za Mungu. Sasa Mungu alikupa nafasi. Uliona aibu tu ya kwenda mbele za watu, lakini siku hiyo mbele za malaika, mbele za mashahidi malaika, na mbele za utukufu wa Bwana utajidharau mwenyewe, utalia wewe. Ungetamani wakati ule wa mkutano ungeokolewa. Mungu anakujaribu kidogo duniani, aibu tu ya kusema basi waseme Bwana niende tu niokoke. Kubali tu aibu hiyo. Kubali wakuone mshamba, sawa? Kwa sababu Biblia inasema wajapotona wajinga hatupotei katika njia hiyo. Acha wakuone mjinga, lakini umekubali kupokea wokovu. Jambo la pili, Mungu akishakujaribu kwenye wokovu, jambo la pili, Mungu anaanza kukufundisha kupitia neema yake. Kwa hiyo nisikilize. Jaribu la kwanza la mwanadamu ni wokovu. Jaribu la pili ni kufundishwa na Mungu. Kwa hiyo kitabu cha Tito sura ya 2 aya 11 hadi 12. Kitabu cha Tito sura ya 2 aya 11 na 12. Biblia inasema neema ya Bwana Mungu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa, kuishi maisha ya haki, huku tukimtazamia atakapokuja na utukufu wake. Mnisikilize. Kiwango cha kwanza Mungu anapojaribu mioyo, cha kwanza ni wokovu, cha pili ni kufundishwa. Nisikilize, mtu yeyote ukishasema ndio kwa Bwana, Mungu anaanza kukupa mafundisho, kukujaribu kwa kufundisha. Anaanza kufundisha kukataa ubaya na tamaa. Watu wengi sana huwa Mungu anatufundisha, hatukubali kufundishika. Leo unaweza kusikia kabisa ya kwamba mtumishi, huu uongo utakuingiza jehanamu ya moto. Na kila wakati unapotaka kuongopa, unapotaka kusema uongo, unapotaka kumsingizia mtu, mara nyingi utasikia moyo wako umewaka moto. Utasikia hatia kwenye moyo kwamba hapana, usidanganye, hapana usiseme uongo, hapana usiende kwenye zinaa. Unasikia moyo wako umekosa amani, unasikia mashtaka kwenye dhamiri yako. Mungu anazidi kukufundisha kuacha ubaya na tamaa. Sasa watu wengi tupo kwenye vifungo vya dhambi, sio kwa sababu Mungu aseme. Mungu anasema kupitia ndani zetu, kupitia dhamiri zetu. Dhamiri zetu ni kiungo kizuri ambacho Mungu anakitumia kutufundisha tukataa ubaya na tamaa. Lakini watu wengi Mungu anapotufundisha tunakataa sauti yake. Mnisikilize, ukiona unaweza kazini na mtu na bado unaenda madhabahuni na simama na uhubiri, huo na hakika umekataa mafundisho ya Mungu. Ukiona unaweza ukaimba mbele za Adamu, kaimba, hauna aibu ya kusimama mbele za watu, na bado unafanya zinaa, ni kwa sababu umekubali kumtumikia Mungu, lakini hujakubali kufundishwa na Mungu. Neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya na tamaa. Amina. Ndio maana nisikilize, watu wengi wanaokubali mafundisho ya Mungu, maisha yao ni matakatifu. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu kila mara ubaya ukija unaujua na unaokataa. Ndio. Yeremia anasema nani awezaye kuujua? Anayejua ni aliye tayari kufundishwa na Mungu. Unajua kabisa moyo unanidanganya, unasema moyo unaenda kivyako na mimi niende kivyangu. Unaukatalia moyo, unaacha dhambi na uishi maisha matakatifu. Sema wewe katika jina la Yesu. Kufundishwa na Mungu. Watu wengi hatuko tayari kufundishwa na Roho Mtakatifu. Wewe unajua kabisa unapotaka kuanza biashara na ukataka kumuita mganga wa kienyeji, Mungu alikatalia, unajua. Lakini leo hii biashara yako ni ya kiganga, haiendi huku, watoto wako wameshikwa na nguvu za giza, majini yameingia nyumbani kwako, unaona mateso, lakini Mungu alikataza usifanye hilo. Leo hii unajuta, leo hii unalia, leo hii kuna shida kwenye familia, lakini Mungu alisema na moyo wako. Binti, ulienda kuzini, Mungu alikataza, ukakubali kwenda, ukaikataa sauti ya Mungu, ukaenda kuzini. Sawa, umezini, dhambi ya kwanza. Ukapata mtoto, ukapata ujauzito.
Hiyo alikuwa shida. Shida ya pili, ukaenda kutoa mimba, Mungu alikataza usitoe mimba, na ukajizuia kwa siri kabisa, ukaona kitakuwa aibu, wakijua nina mimba, wakijua iko hivi na hivi. Mungu akasema, na wakasema, idharau aibu mwanangu, zaa hivyo hivyo, kubali yaishe. Mungu alikufundisha kwa neema, umefanya dhambi, amekusamehe. Leo anasema na wewe, mwanangu, usitoe mimba. Ulikataa ukatoa mimba, la leo unalia kupata mtoto, na uzee wako na uingia bila kupata mtoto. Hayo machozi ni sawasawa na malipo uliyofanya. Kwa sababu Mungu anafundisha, anasema. Na nisikilize, kama huwezi kusikia sauti ya Mungu ndani yako, ukakubali sauti ya Mungu, manake bali moyo wako haujakubali Mungu afanye kazi nao. Watu wanaofanikiwa ni watu ambao wako tayari, wakisikia sauti ya Mungu waseme ndio, wakataa hili jambo. Mungu anakuelekeza amua hili, unakubali kuamua au unakubali kukataa kwa kusikia sauti ya Mungu. Ndio maana mtu anaitwa Daudi, Biblia inasema hata alikuwa akienda vitani anamuuliza Mungu, Mungu, je, niipandie vita au nisiipandie? Alikuwa mtu anataka Mungu amuelekeze. Lakini watu wengi tunakubali kwenda sisi wenyewe. Viburi vimetangulia maisha yetu na uharibifu unakuja. Biblia inasema iko njia ionekanayo njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Umekubali kwenda na uangamifu huko nyumbani kwako. Shimo liko mbele yako hapo mbele. Ni kesho tu tutakuita kwenda kuzika, kwa sababu sauti unasikia na ukukubali, utaripa sawa sawa na ukaidi wa moyo wako. Jambo la tatu na la mwisho, Mungu anatujaribu kwa kuvunja na kuponda mioyo yetu. Kwa kuvunja na kuponda mioyo yetu. Mioyo yetu inavunjwa na kupondeka na Bwana. Kitabu cha Yeremia sura ya 18 aya ya kwanza na mpaka ya 4. Jaribu la tatu la mwanadamu ni Mungu kuvunja na kuponda moyo. Nisikilize, kwa asili yetu wanadamu tuna mioyo migumu. Mioyo ya wanadamu imekuwa migumu kama mawe. Ndio maana Hezekia anasema, nitaondoa mioyo ya mawe na kuwapa mioyo ya nyama. Mioyo ya wanadamu imekuwa migumu, imekuwa na kiburi cha kiasili. Leo mtu mwanaume, nenda kafuatile mwanamume, anaweza kumkosea mke wake, hayuko tayari kuomba msamaha kwa sababu ya kiburi cha wanaume, kwa sababu ya ugumu wa wanaume. Hizo ni hasira ambazo tumerisi kwa baba zetu. Ndio maana Petro wa kwanza anasema, mmerisi mwenendo wa baba zenu. Tumerisi mioyo migumu ya mawe, haitaki kushuka na kupondeka. Mtu yuko tayari ampige mwenzake, wagombane mpaka wachomane visu, mpaka wafungwe tuwaingie gerezani kwa sababu tu ya kiburi. Mioyo imekuwa migumu. Mioyo haitaki kupondeka na kuvunja mbele za Mungu. Kipimo moja hapo ambacho Mungu anatupima nacho, kiwango chako cha moyo kuvunjika na kupondeka. Kwa maana Daudi anasema, moyo uliopondeka Mungu hataudharau. Mungu hataudharau. Watu wengi mioyo yetu ina matatizo. Tuna tabia mbaya kwa sababu hatujakubali Mungu kutuvunja. Tumeona kitabu cha Yeremia sura ya 18 aya ya kwanza mpaka ya 4. Anasema, nenda ujifunze kwa mfinyanzi. Mfinyanzi akiwa atengeneza chombo, Biblia inasema chombo kiharibika anakifinyanga tena. Sikia, ndio maana kuna wakati mwingine mfinyanzi akiwa anafinyanga chombo, unaenda kafuatia watu ambao wanafinyanga vyombo vya udongo wale. Huwa kwenye kufinyanga anafanya hivi, anapekecha katikati, akisikia kajiwe kadogo kwenye udongo anakaondoa, anakatupa. Akisikia tu kamawe anakaondoa mpaka abate ule udongo laini sana. Akisikia udongo laini sana ndio anatengeneza kile chombo. Sasa nisikilize, wanadamu tuna mawe kwenye mioyo. Mungu anapokuwa anatuchekesha, anakuchekesha, anakupa majaribu. Wakati mwingine unakataliwa na familia, unakataliwa ukiwa unalia, ukiwa unaugua, ukiwa umetengwa huko peke yako, unasikia machozi na unasikia wanadamu wote hawakupendi. Mungu anaondoa jiwe katikati ya moyo. Kuna kitu kibaya anakiondoa kwenye moyo.
Wakati mwingine tabia zimetukwamisha. Kuna mtu anajua kabisa ungekuwa mbali kwenye maisha, ungekuwa mbali, wewe ni mfanyabiashara mzuri, lakini unajua tabia ya kupenda wanawake imesababisha biashara yako isiende. Unajua kabisa ningekuwa mimi siongi hela zangu, ningekuwa tajiri leo. Wewe kama ni mfanyakazi, mshahara wako unaishia tu kwa wanawake, unaishia kwa ile pombe. Unajua kabisa tabia yangu ya kupenda pombe isingekuwa tabia hii, ningekuwa kwa watu wengine tunakwamishwa na tabia mbaya. Lakini hizo tabia haziwezi kuondoka bila Mungu kuvunja moyo. Amina. Bila Mungu kuvunja moyo wako. Nisikilize. Nimeona Mungu akiinua watu waliovunjika mioyo. Unaweza kama mwanaume, umezaliwa ukiwa mwanaume, lakini bado ukatoa machozi mbele za Mungu. Inawezekana. Kama huwezi kumlilia Mungu, kama huwezi kutoa machozi mbele za Mungu, bado wewe kiwango chako cha moyo kulainika bado ni kizito na hakuna mahali unaelekea. Wanadamu mioyo iliyokuwa migumu, Mungu hawezi kunyanyua kila mahali, hawezi kupeleka mahali popote, hawezi kuheshimisha. Hata utakapoingia mbele zako atakataa kwa sababu ya hali ya moyo. Umekuwa mgumu, umekuwa na kiburi, umekuwa na tabia mbaya, umekuwa na kiburi kingine cha asili, umekwamisha na vitu vingi kwenye moyo. Lakini Mungu yuko tayari. Kwenye Ufunuo sura ya 3 aya 20, rasha Mungu anabisha hodi. Atakayefungua moyo, atakayekubali kusema ndio kwa Bwana, Biblia inasema Mungu anaingia ndani yako, anakula pamoja nawe. Haijalishi wewe ni kahaba, haijalishi wewe ni mtu mbaya, Mungu anataka kwanza uruhusu moyo akupe jaribu la kwanza la wokovu, akukubali Yesu kuingia kwenye moyo. Maandiko yanasema atakula na wewe, atatembea na wewe, atabadilisha maisha yako, atakufundisha njia zake kwa neema yake. Lakini namba 3, ataponda. Atakuwa hivi. Kwa asili zetu wengine tusingekuwa na uwezo wa kwenda mbele za watu na kuhubiri injili namna hii wazi. Hapana, tusingeweza kufanya hivyo. Asili zetu zilikuwa mbaya, tulikuwa na kiburi. Lakini leo tumekubali kuja mbele za Mungu, sio kwa sababu tulikuwa wazuri kuliko wewe. Inawezekana maisha yetu ya zamani yalikuwa ni mabaya hata kuliko ya kwako, lakini leo Mungu anatutumia, lakini tumetembea na Mungu. Mungu ametufanikisha na kutubariki, sio kwa sababu sio kama wewe, lakini tumekubali kutoa machozi mbele za Bwana. Tumekubali kulia. Yesu amesema yeye ni mwanzilishi na mkamilifu wa imani zetu. Yesu katika kuanzisha imani na kukamilisha imani, kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 anasema Yesu alimtolea Mungu maombi, alimtolea Mungu sala, alimtolea Mungu kuugua na kulia sana. Yesu mwenyewe alikubali kutoa machozi mbele za Bwana, alikubali kusugua magoti na kulia. Ni kwa sababu gani? Tunajifunza kwa baba anaitwa Yesu, tunajifunza kwa kaka anaitwa Yesu, aliyemtanguliza. Alichofanya tunafanya, alipoelekea tunaelekea. Alidharau alipo. Biblia inasema alipoona ushujaa, alipoona baraka, alipoona furaha iliyokuwa mbele zake, akaidharau aibu, akaenda msalabani. Amina. Yesu mwenyewe alidharau aibu. Wewe unadharau tu, unashinda kudharau aibu yako. Unashinda kudharau wanavyokujua mtaani. Kudharau tu, mambo mengine hakudharau. Nenda mbele za Bwana, kubali. Hakuna kitu kibaya unakataliwa na Mungu mbinguni, alafu anakuambia mwanangu, nilikupa jaribu la wokovu mara kwa mara. Ni walikuhubiria watu, walikuja tu wadada pale wakakushuhudia, lakini ukaona aibu. Aibu itakusababisha usimwone Mungu. Mungu atakufukuza mbele zake kwa utisho wa ajabu. Utaingia kwenye mateso maisha yako milele yote. Ni kwa sababu tu ulishindwa kudharau kiburi, ulishindwa kudharau hao wanadamu na waona wote wanaokupa kampani na kusema vibaya. Hao siku moja watakuwa tu wako wanakusubiria tu uzikwe, nao watabaki wanakula maisha. Nisikilize mwanadamu, hatua zako tu nyembamba tu sana. Kama ungejua, ungekubali kuja kwa Yesu ambaye ni uhakika wa maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kuondoka katika maisha ni hukumu. Utaelekea wapi? Utaenda wapi? Sio tu kwenda wapi, lakini maisha yako yatakuwa maisha ya mateso. Leo majini,
Leo waganga wanakutesa, wachawi wanakutesa, unasumbuka na magonjwa. Kwa nini? Wewe mruhusu Yesu akae kwenye moyo, tengeneze. Ndio, naomba kila mtu alipo, unaweza kusimama kwa miguu yako. Mungu anachunguza viuno na moyo, kumpa kila mtu kiasi cha njia zake. Ndio, Mungu amekupa jaribu dogo tu la kubali kuokoka. Naomba makutano, tusogee hapa kwenye hii kamera, kwenye hii taa ya kamera. Nyuma yake hapa makutano. Huko kule nyuma unasikia sauti hii, njoo nyuma ya taa hii. Nimesema wote. Makutano unasikia, upo dukani, uko barabarani, upo naendesha pikipiki, baisikeli au gari, unasikia sauti hii. Naomba tu usogee hapo mbele. Mtii Mungu, usogee hapa mbele. Wokovu ni jaribu la kwanza la mwanadamu. Ukilishinda, ukikubali kuokoka, tayari umeshinda jaribu la kwanza la Mungu. Ukibali Yesu aingie kwenye moyo, umeshinda jaribu la kwanza la Mungu duniani. Anavijaribu viuno, anajaribu mioyo. Daudi akasema, "Ee Bwana, chunguza uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu." Daudi anakubali kuchunguzwa na Yesu. Anakubali Yesu achunguze na kumulika moyo wako. Kuna vitu ambavyo kwenye moyo unavyo, haviwezi kuondoka mpaka Yesu achunguze. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Isaya, sura ya 6 utaenda kusoma. Isaya alikuwa ni mtumishi wa Mungu, lakini alikuwa na shida kwenye kinywa. Alikuwa na shida ya uongo, alikuwa na shida ya usengenyaji, lakini bado jambo la siri Mungu alikuwa hajalimulika. Siku moja ameenda mbele za Mungu kuabudu, akaona maserafi na makerubi wakainama wakimshuhudia Mungu, wakimwimbia Mungu, wakisema, "Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako." Biblia inasema, Isaya akasema, "Mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na wanaokaa karibu nami ni watu wachafu." Kwa nini atubu namna hiyo? Ni kwa sababu saa Mungu alipomulika moyo, alipokubali Mungu kuchunguza moyo, akaona njia inayoleta majuto ndani yake, akakubali kutubu mbele za Bwana. Nisikie, kama utakubali mara kwa mara Mungu kuangalia moyo wako, Yesu anaweza ukarudi na ukaachwa. Unaweza ukafa ukaingia jehanamu kwa sababu tu moyo hujakubali kuchunguzwa mara kwa mara. Wakati mwingine nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, chunguza uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Nisiende mahali pabaya. Njia iletayo majuto inaweza kuwa ni njia mbele zako, lakini mwisho ikawa ni njia ya majuto maisha yako yote. Tajuta, ungetamani iende nyuma tena, mkanda uende nyuma. Haitawezekana. Sababu wakati wa Mungu kuchunguza na kurekebika ulikuwepo. Wakati wa Mungu kutengeneza na kufinyenga moyo, wakati huo ulikuwepo. Lakini ulikataa kwa kiburi cha asili tu, au kwa aibu tu ukakataa. Funika macho yako mahali ulipo. Na uko nyumbani, upo dukani, upo kwenye mtandao, unasikia sauti. Unasema, "Mtumishi, nataka wokovu na kiu ya wokovu." Nimesikia sauti ya Mungu ya kwamba jaribu la kwanza la Mungu katikati ya wanadamu duniani ni kuleta sauti ya wokovu, kwa sababu wokovu ni jambo ambalo Mungu analipima kama unampenda au umpendi. Wokovu, salvation. Kwa nasema, "Mtumishi, niko tayari kuokoka. Niko tayari kutubu na kuokolewa na Bwana Yesu, ili Yesu aingie kwenye moyo wangu, aweze kunifundisha, aweze kunikarabati, aweze kunitengeneza." Sasa, "Mtumishi, niko tayari." Nyosha mkono wako juu. Sema, "Niko tayari." Nyosha mkono wako juu. Na uko nyuma huko, nasema, "Niko tayari." Nyosha mkono wako juu. Uko mahali pale kwenye dukani, nasema, "Mtumishi, niko tayari." Nyosha mkono wako juu. Endelea kunyosha, funika macho yako. Kuna sehemu moja, mtumishi mmoja alikuwa anaita watu namna hii. Babu mmoja kana nasikia Mungu anamuita, akakataa. Lakini siku alipokamatwa anakaribia kufa, yule babu akasema, "Nataka mtumishi wa siku fulani alikuwa anahubiri. Siku hiyo nilikataa, naomba mniitie." Mtumishi alimuita, alikuwa ameenda mbali Dar es Salaam, kuja kurudi babu amekufa. Kwa unaweza kuwa unasikia, unaona kawaida, sema, "Aha, watumishi wanapoteza muda." Hatupoteze muda. Tusije kuwa na gharama namna hii. Tunajua tunachokifanya. Tunakupenda na kuhurumia. Ndio tunakupa nafasi hii. Kwa sababu utajuta. Unatamani mtu ambaye alikuwa anakaa naye ameokoka kuhubiria, unatamani umpige makofi. Kwa sababu siku ile ni mbaya. Haielezeki.
Ndio maana acha kiburi tu. Nimesema unataka kuokovu, nyosha mkono wako namna hii. Na uko mbali dukani, kwenye mtandao unasikia sauti, nyosha mkono wako juu. Ndio, nyosha mkono wako juu. Fuatisha maneno haya. Unanisikia sauti, sema Bwana Yesu. Kwa sauti, Bwana Yesu, naomba unirehemu. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Nimekubali kukuamini. Nimekubali kiri mbele za wanadamu. Nimekubali kiri mbele za mbingu na nchi. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa kusema na moyo wangu. Asante Bwana Yesu kwa kukubali mimi niitwe mwanao. Futa makosa yangu, futa mashtaka yangu, futa hukumu zangu kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Futa jina langu kwenye kitabu cha adhabu. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Ninaomba Roho Mtakatifu uingie ndani ya moyo wangu na unizee mara ya pili. Niitwe mwanao kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba nisafishe kwa damu ya thamani. Kwa damu yako Yesu. Niondolee uovu wangu. Niondolee dhambi yangu. Ondoa machukizo yangu katika matendo yangu, katika mawazo yangu, katika mwenendo wangu. Ninaomba nisamehe. Ninaomba nisafishe. Nizae mara ya pili. Roho yangu ili Aba, yani Baba, katika damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa upendo wako. Ninakushukuru kwa uaminifu wako. Ninaomba usiniache maisha yangu yote. Ninaomba unifundishe njia zako. Naomba unifundishe hatua zako. Naomba finyange moyo wangu. Chochote kichunguze kisicho kizuri, ukiondoe kwenye maisha yangu. Ukarabati moyo wangu katika damu ya Yesu Kristo. Tabia mbaya zisizokupendeza ninaomba uziondoe katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante kwa kunipenda. Ninakushukuru kwa hatua hii. Ninakushukuru kwa kipimo hichi ambacho nimeshinda, na unanipa ngazi nyingine ya maisha. Unanipa kufanikiwa katika maisha, katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana 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 Yesu. Piga Yesu makofi ya shangwe, haleluya. Piga Yesu makofi ya shangwe, haleluya. Kama kuna mtu unaumwa, wewe ni mgonjwa, umesha miaka mingi mtumishi, mimi naumwa. Inawezekana naumwa tu kisukari, inawezekana tu ni tumbo, inawezekana una uzao, inawezekana ni kipofu, huoni vizuri au huoni kabisa, inawezekana ni kiziwi, usikii vizuri. Yesu yuko kwenye viwanja hivi, yuko tayari kuponya. Nikualike usogea hatua 3 mbele. Kama uko nyuma, unaweza kusogea hapa mbele. Unaumwa, tamani Mungu akuponye, kimbia hapa mbele. Kimbia hapa mbele. Unaumwa, tamani Mungu akuponye, njoo hapa mbele. Wa thamani zaidi ya vyote, kuwa na wewe bora kuliko vyote. Ni wa thamani Yesu, wa thamani. Nikuruhusu sogea mbele kabisa kwenye madhabahu tuweze kumshukuru Mungu. Sogea tu mbele kwenye madhabahu. Sogea, sogea. Sogea kwenye madhabahu tumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu mbele za Bwana. Baba, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa matendo yako makubwa. Asante kwa uliyofanya katikati ya wanadamu. Asante kwa ulivyosema na watu wako. Asante kwa ajili ya watu wa mji wa Odimaswa, kwa walivyowasikivu na kusikia neno lako. Ninaomba endelea kusema pamoja nao. Hii ni siku yetu ya pili, tunakushukuru. Asante kwa kuzuia anga mvua zinyeshe. Asante kwa kutupa utulivu wa ibada. Tunakushukuru kwa wema wako. Asante Mfalme, heshima na utukufu na adhama vina wewe. Katika jina la Yesu Kristo upewe sifa, inuliwe Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Katababu paseka rabateri bariana parianta rabakotiriba masheka rabateri bariana. Ninaomba walinde waingiapo, ninaomba walinde watokapo, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wanaosikia Bwana sauti hii, ninaombea baraka zako, ninaombea ulinzi wako,
Yesu walinde mahali watakapokuwa wanaenda, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya watoto wake wa kiume na wa kike, katika damu ya mwana kondoo. Ninakataa malipizi ya visasi juu yao. Ninaomba damu ya Yesu Kristo wafunike na kuwatunza, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba furaha ya Roho Mtakatifu ipate kuwafariji ndani yao, ipate kupata furaha ya wokovu ndani yao, waende wakishangilia na kufurahi na kutumainia, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako. Asante Bwana Yesu kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Himidiwe jina lako na kuinuliwa, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa matendo yako makubwa. Asante kwa kanisa lako, asante kwa mji wa Udimaso. Tunaubariki na kutamkia nuru na kuamurisha kwamba tuendelee kujitoa chini ya utawala mwana kondoo. Kaseka para bariando etara bakoteri bara makatara bakonia osara barianda bakoro ekaseka para baria ekora bakoria siria etara babondara bakoria elikaseka tare baro eria kara barondoro ekaseka taraba ekaraba kotaraba. Tunaomba neema kwa siku ya kesho, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema kwa siku ya kesho, uwe pamoja nasi Bwana, ukitenda ishara na miujiza na maajabu katikati ya watu wako, ukaendelee kuokoa, ukaendelee kuponya, ukaendelee kufungua, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Tumpigie Yesu makofi ya shangwe. Haleluya.